Muda huo nikaanza kununua samaki, kulikuwa na bwawa sehemu, na hiyo kazi sijaiacha. Ilipoparuka nikaanza kuwa nawapa watu wanisaidie. Focus yangu kwamba silimi kibarua na siishiwi hela na ninasoma. Focus yangu ni kusoma. Najua kuja kuanza form 1 ni hela. Sasa kabla sijafika huko, lazima hela ipatikane. Mtaji ukaongezeka, nikawa nanunua. Nakumbuka nilikuwa nafunga samaki 5 mafungu. Wale nilikuwa nanunua 50, nenda nauza 100. Yaani fungu moja lile samaki wale 5 nauza 500. Kwa pale ni shilingi na za shilingi. Na ninatembea kwa mguu na kupeleka wilayani. Sometimes napita polini kidogo na aibu kutembea barabarani, amba sasa hizo napeleka biashara kwa mguu. Lakini kuna lengo fulani. Biashara msimu wa samaki ikawa imekata. Hapo nafanyaje? Huu mradi wangu unaendelea, na hela ninayo. Ndipo nilipozaliwa tena wazo lingine la kuanza kununua kuku. Sio kwamba nimeiacha ile kazi, nayo ninayo. Nikitoka shule naenda kukusanya kuku, na wakusanya mpaka Jumamosi, na azima baskeli na peleka, kwa sababu sikuwa na baskeli. Nikatoka hapo ndo nikanunua baskeli, nikatoka hapo nikanunua kamera, na bado sijaacha ile shughuli yangu. Kwa sasa unakutana na mimi, unakutana na kamera, afu unakutana na pipi. Kwa hiyo nikawa mwenyekiti wa harusi. Yaani harusi zote nikazidiwa kijijini, nao wakanijua vizuri. Hapo ndo nilifungua akaunti nikiwa bado niko mwanafunzi kwa hela yangu mwenyewe, kutoka kwenye 1500. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kazi unayoifanya kwa kila mwezi inakufanyia nini? Unaweza ukaulizwa swali hilo na ukawa hauna jibu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kazi kwa kila mwezi inakufanyia nini? Sio naifanyia yenyewe, inakufanyia nini hiyo kazi? Hiyo kazi inakufanyia nini? Kuna mabadiliko gani kwa kila mwezi kwenye hiyo kazi unayoifanya? Hiyo kazi imeleta mbuzi, hiyo kazi imezaa kazi nyingine, kwa sababu kazi inatakiwa izae kitu, inatakiwa izae kazi nyingine. Ni hatari sana kuwa na mwanamke asiyezaa au kuwa na mwanaume asiyezaa. Ndiyo biashara. Biashara ambayo haiwezi kuzaa biashara nyingine, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, mwenye biashara ana tatizo la ufahamu, au hiyo biashara yenyewe ina tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia hizi hatua nilizozipiga zilizaliwa na hiyo kazi hiyo moja. Hiyo ilikuwa inazaa hizo na inaendelea, sio kwamba naiacha. Wewe uko hapo unaendesha pikipiki, pengine wazo lako ni kujenga, wazo lako pengine ujenge, fanya biashara fulani, au lengo lako ule. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufikirie kwa ukubwa.
utaielewa, ndio utaielewa. Nimekuambia hizi hatua za kwangu hizo. Hiyo kazi lazima izae kazi. Acha nirudie kwa sababu una kichwa kigumu sana. Hiyo kazi lazima izae kazi. Haiwezi kuzaa kazi kama hauna lengo, hauna shabaha. Bwana Yesu asifiwe.